Licha ya kuwa mahabusu kusubiri kesi yake kutajwa hii leo kwa mara nyingine, taarifa zilizochapishwa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche na wakili wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu, wakili Peter Kibatala, wamesema polisi wamezingira nyumba ya Lissu iliyopo Tegeta, Dar es Salaam, ikidaiwa na wasaidizi wa Lissu kuwa askari hao wanataka kufanya ukaguzi. Heche katika taarifa yake ameandika kuwa tangu saa 6 usiku polisi wamezingira nyumbani kwa Mheshimiwa Lissu, wamejaribu kutaka kuingia ndani, lakini ndugu wamewaambia kama watataka kufanya ukaguzi lazima mwenye nyumba awepo. Wakati huo huo, Kibatala pia ameandika, nimepewa taarifa na wasaidizi wa Antipas Tundu Lissu Mgwai waliopo nyumbani kwake Tegeta, Dar es Salaam kwamba polisi wenye silaha wamefika eneo hilo tangu alfajiri ya leo tarehe 28 Aprili mwaka 2025 na kugonga geti ili wafunguliwe bila mafanikio. Haijafahamika bado wana uhitaji gani wa kisheria na kimantiki na kwa nini hawajafanya mawasiliano rasmi na mawakili wa Lissu. Tutatoa taarifa zaidi, ameweza kusema. Siku ya jana Jumapili, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche alizungumza na vyombo vya habari akihamasisha viongozi na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kujitokeza kwa wingi mahakamani leo Jumatatu kufuatilia mwendelezo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Taifa Tundu Lissu. Aidha, Heche ameomba mahakama iendeshe kesi hiyo katika mazingira ya wazi badala ya njia ya mtandao ambayo amedai kuwa inawanyima wanachama haki ya kufuatilia mwenendo wa kesi. Heche ameongeza kuwa si sahihi kwa mahakama kuendesha kesi ya jinai kubwa kama ya uhaini kwa njia ya mtandao, akibainisha kuwa haki lazima itendeke na ionekane ikitendeka kwa umma. Katika hotuba yake, Heche ametaja kuwa sheria ya mwenendo wa kesi ya jinai kifungu cha 186 kinataka kesi za jinai ziwe wazi kwa wananchi wote kushuhudia. Amekemea mpango wa mahakama kutumia njia ya mtandao kuendesha kesi hiyo kwa kile alichokiita kisingizio cha kanuni zilizowekwa kipindi cha mlipuko wa COVID-19. Heche ametoa changamoto moja kwa moja kwa Jaji Mkuu wa Tanzania akimtaka kuhakikisha kesi ya Tundu Lissu inaendeshwa kwa uwazi wa hadharani ili kuondoa mashaka kwa Watanzania na jamii ya kimataifa. Bwana, itakumbukwa kwamba Tundu Antipas Lissu ametimiza siku 18 tangu alipokamatwa na jeshi la polisi huko Ruvuma katika wilaya ya Mbinga na kusafirishwa hadi Dar es Salaam na kuweza kusomewa makosa ambayo yanakuwa yanamkabili, ambapo moja ya makosa ni uchochezi pamoja na kosa kubwa la uhaini, kosa ambalo kama akikutwa na hatia basi atahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Na kesi yake kwa mara ya kwanza aliweza kufikishwa mahakamani siku ya tarehe 24 ya mwezi Aprili mwaka 2025 na baadaye tena kesi yake imeweza kusomwa tena siku ya leo hii tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwa makosa hayo ambayo yamekuwa yakimkabili kiongozi huyu mkuu wa chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa hapa Tanzania, ambapo kumekuwa na vizuizi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiwakabili Chadema na wadau wengine pindi wakihitaji kufika mahakamani kuweza kufuatilia mwenendo wa kesi hii. Na kumeweza kuwaibua watu wengi kitendo cha kuzuiliwa watu kushiriki makosa haya ambayo amekuwa akituhumiwa mwenyekiti wa Chadema. Watu wanahitaji kuweza kujua ni kipi ambacho kinakuwa kinamkabili na hukumu inakwendaje ili kusudi iweze kuwa ni fundisho kwa watu wengine. Hadi kamuibua Askofu Bagonza, yeye akasema kwamba makosa ya jinai kwa anavyojua yeye ni lazima watu waweze kujua kipi kinaendelea, na alishauri kabisa kwa ukubwa wa kesi hii ni pengine bora ingekuwa zaidi iweze kusikilizwa katika uwanja wa Taifa pale katika dimba la Benjamin Mkapa, iweze kusomwa kesi hii na watu waweze kuona, na tena alienda mbali zaidi na kusema kwamba iweze kuonyeshwa moja kwa moja kwenye vyombo vya habari, watu waweze kumjua adui huyu, mtu mbaya ambaye anahitaji kuipindua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kumekuwa kuna vuta ni kuvuta za namna gani kesi hii inaweza kuendeshwa, na siku ya leo hii ni siku ambayo kesi ya Tundu Lissu inasikilizwa tena pale katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Nite David Edward, uwe na siku njema.